tandaza wema wa Mungu. Na wawezi kutandaza tabia hii ya Mungu ikiwa hawatakuwa na mambo mawili: kujitenga na uovu, lakini wakati huo na kushiriki tabia njema kwa waliokuwa wanazunguka. Nikurudishe kidogo uangalie kwa nini Mungu aliwaita Israeli. Hawakuwa na unyeti wowote tofauti na wengine, lakini nataka uelewe juu ya jambo hili. Tunaposoma, fungua Biblia yako katika Kumbukumbu la Torati sura ya 7 na ile aya ya 7 hadi ya 9. Hapo nahitaji tuweze kusoma kwamba ni vizuri kujua kwa nini Mungu aliita taifa la Israeli. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 na ile aya ya 7 hadi aya ya 9. Anasema, Bwana hakuwapenda ninyi wala hakuwachagua ninyi. Ndio. Kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa. Hamkuwa na watu wengi kama mataifa mengine, ni mlikuwa wachache. Maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Ninyi mlikuwa wachache kuliko watu mataifa yote. 8. Bali kwa sababu Bwana anawapenda. Kwa sababu Mungu ni pendo. La kwanza hilo. La pili, na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake aliowaapia baba zenu. Aliapa kwa baba zao. Hivyo alikuwa kwenye agenda ya kutekeleza alichosema, kwa sababu Mungu habadiliki na kigeugeu. Kwa hiyo alitaka atimize uwapo alioapa kwa baba zao. Ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao, ndio mfalme wa Misri. Ndio. 9. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu. Ndiye Mungu. Mungu mwaminifu. Ni mwaminifu. Ashikaye agano lake na rehema zake. Agano lake. Sasa sikiliza. Kwao wampendao. Kwao wampendao. Niliwaita ninyi kwa sababu mimi ni mwaminifu. Mwaminifu katika nini? Katika agano nililowaapia nani? Baba zenu. Nilitoa agano kwa baba zenu. Nilitoa kwa Ibrahim, nilitoa kwa Isaka, nilitoa kwa Israeli ya Yakobo mwenyewe. Na kwa sababu mimi ni mwaminifu, nikitamka na tenda, ndiyo sababu niliwatoa Misri. Nitekeleze nilicho waapia baba zenu. Ni agano lipi? Mungu alilitoa kwa Abrahamu. Nasikiliza, kwa mwanzo kabisa, ile Mwanzo sura ya 12, wewe andika tu aya ya 1 hadi aya ya 3. Alisema, katika wewe mataifa mangapi yote ya wapi ya dunia watafanyaje? Watabarikiwa. Akairudia hiyo baada ya miaka zaidi ya 25 mbele, ni kama karibu miaka 45, kwa sababu akatua anapoirudia ile, maana alipoitaja ile Ibrahimu anatoka akiwa na miaka 75, anatoka Uru wa Kaldayo, lakini ndipo anaitaja hiyo ahadi. Baada ya miaka 25 anazaliwa Isaka. Isaka ana miaka karibu 20, ni kijana mwenye nguvu. Wakati akiwa juu ya mlima wa Moria, Mungu aliposema mtoe Isaka awe sadaka. Hiyo sasa ukiangalia miaka 25, miaka 20 tena ya umri wa Isaka, unaona ni zaidi ya miaka 45. Saa hii Biblia inaeleza aliapa. Ni kwenye hiyo sura ya 22 ya Mwanzo. Hiyo ndio lugha ambayo Paulo anasema anapoandikia kwa Warumi pamoja na Wagalatia na pamoja na Waebrania. Anasema kwa kuwa Mungu hana aliye mkuu juu yake, alipoapa aliapa kwa jina lake, akaweka muhuri kwa jina lake juu ya huyo aliyesema, katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Kwa hiyo kianzia mstari ule wa 14 mpaka mstari wa 18, Mungu anapoapa kwa nafsi yake. Na nini hicho? Ni mwaminifu katika agano lake. Na ilikuwa ni nini hasa wameitwa katika agano lile? Ni kitu gani kilikuwa ndani yao? Mungu akamwambia Isaya, waambie hawa mimi niliwaita kwa sababu hii. Nenda Isaya 45, usome mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Mungu aliita Israeli kwa ajili ya kiapo kile kile. Hebu soma pale Isaya 43 na ule mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Isaya 45. Soma pale 43. Okay. Mstari wa 8 hadi mstari wa 10.
Mstari wa 8 anasema, nasema walete vipofu walio na macho, walete vipofu lakini wana macho, na viziwi walio na masikio. hawasikii lakini wana masikio, walete hao. 9 8 9 sasa. 9 Na wakusanyike mataifa yote, kusanya mataifa yote, kabila zote wakutanike. ndio. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili? Nani ahubiri neno hili? Na kutuonyesha mambo ya zamani? Ili atuonyeshe mambo ya zamani. Na walete mashahidi wao, walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki. Mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema, nasema ninyi ni mashahidi wangu, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, na ninyi ni mtumishi wangu niliyemchagua, mpate kujua na kuamini, mjue, muamini, na kufahamu ya kuwa mimi ndiye, na mfahamu mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, hakuna Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hata kuwepo mwingine. Ninyi ni mashahidi wangu. Nani atangaze hayo? Nani ahubiri hayo? Nimewachukua niwalete muwe mashahidi wangu. Hapana Mungu mwingine. Israeli walichaguliwa wawe mashahidi, watangaze yeye ndiye Mungu kwa mataifa mangapi? Yote. Yani wito wa Abraham, wito wa Isaka, wito wa Yakobo, wito wa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri ulikuwa ni wito wa utume, missionary call. Ilikuwa kitu kwamba wao ni special waende mbinguni wao peke yao. Hapana, ila ilikuwa Mungu anaweka agenda ya wokovu kwa ulimwengu mzima kupitia wao. Nimewachagua ninyi si kwa sababu mna ubora wowote, si kwa sababu ninyi ni wengi kuliko wengine, ni kwa sababu ya agano langu niliwaapia kwamba katika Ibrahimu na katika uzao wake mataifa yote yatabarikiwa. Nenda kitabu cha Kutoka sura ya 19 aya ile ya 4 mpaka aya ya 6. Wakati wamefika Horebu, walipofika tu Horebu pale, Mungu akamwambia Musa, waambie wana Israeli pale. Mungu akatangaza kusudi la wao kuwaita. Hebu nenda Kutoka sura ya 19 na ile aya ya 4 hadi aya ya 6. Mwendo wa ushindi. Hebu soma. Anasema mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri? Aha. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya bawa za tai. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. 5. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli, kama mtaitii sauti yangu kweli kweli, na kulishika agano langu, na mkashika lile agano langu. Maana unajua watu mara nyingi unaposoma agano, watu wanasema kuna agano la Ibrahim, kuna agano la Sinai, kuna agano sira wapi, wanaona kama yanatofautiana. Anasema mkilishika hilo agano langu. Na unajua anapoeleza agano lake, aliongea na wao, aliongea na baba zao, na amewaambia huku kwamba yeye ni mwaminifu katika kushika agano. Mkilishika agano langu, mkidumu kwenye agenda niliyonayo, niliyoifunua kwa Ibrahimu, nikamuonyesha uzao wake kama nyota zisizohesabika, kama mavumbi. Akizungumzia uzao, Paulo anaelezea Galatia 3:16, hakusema uzao kana kwamba ni wengi, alizungumzia yani Yesu Kristo atakayekuja kupitia Ibrahimu. Hapa anaeleza hivi, mkilishika agano langu kweli kweli. Moja, mtakuwa nani msomaji? Na kulishika agano langu. Hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu, ninyi mtakuwa hazina kuliko makabila yote. Yani mpaka sasa, sikiliza, mpaka sasa ninyi hamjawa hazina, ila mkiishika hiyo agano langu kweli kweli mtakuwa hazina ya thamani kwangu. Maana dunia yote, thamani yenu itatokana na kuwa waaminifu kwa mapenzi yangu. Yes. Hiyo ndio thamani anayoitangaza kwa Israeli. Halafu mtakuwaje msomaji? Maana dunia yote pia ni mali yangu. Naam. Mstari wa 6. Anasema nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani. Ufalme wa makuhani, yani ufalme wenu ninyi, kila mtu atakuwa kuhani. Yani unajua, sikiliza,
yani ninyi utakuwa ni ufalme, lakini kila mmoja ni kuhani. 1, 2, na taifa takatifu. Taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Waambie hivyo wana wa Israeli: mkiishi katika agano langu, takuwa hazina yangu. Maana mataifa yote ni ya kwangu, dunia yote ni ya kwangu, ila wale watakao kuwa tunu kwangu, hazina ya thamani, wale wanaoshika mapenzi yangu. Nanyi wajibu wenu utakuwa ni huu, katika utawala huo utakuwa ni kila mmoja ni kuhani, halafu mtakuwa miliki yake. Unajua ndicho ambacho Petro alinukuu wakati anaandika waraka wake wa kwanza kwa watu wote. Ile waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 na ile aya ya 9, anasema hivi: kwa maana ninyi ni uzao wa kikuhani, taifa takatifu, watu wa miliki ya nani? Mungu, aliyewaita kutoka wapi? Gizani, ili mtangaze. Sikiliza vizuri, yani Petro anachoona ni hivi: ile agano alilosema na Ibrahimu na wana wa Israeli, ndilo Petro anaonesha hivi, ndilo hilo tulioitiwa tufanywe kuwa tunu, tudaunu kwenye agano, halafu ametutoa gizani, tutangaze. Hii ndicho anachokieleza. Huu ndio mwendo, sio tu wakati wa agano la kale, ndio pia ndani ya agano jipya. Mtakuwa tunu kwangu, uzao wa kikuhani, taifa la kifalme, ukuhani wa kifalme. Hapa anaeleza vivyo hivyo. Kwa hiyo Petro anaandika, anafafanua Ukristo maana yake ni nini. Wameitwa kutoka gizani, ni taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, uzao wa kikuhani, kwa maana wote wanahusika katika ukuhani. Hapa ndipo unasikia lugha hivi: ukuhani wa kila muumini. Ukuhani wa kila muumini. Kulikuwa na wamasihi wa nafasi 3, kwa maana watu wa mafuta katika agano la kale. Mmoja alikuwa ni mfalme, a king. Yeye alitoa mafuta kusimamia huduma zote katika jamii, civic activities zote. Alikuwa ni mfalme na anazifanya zile kwa maelekezo ya Torati. Lakini pia kulikuwa na wajulikana wa masihi, kwa maana manabii. Wao walikuwa wanapewa maneno ya Bwana, wanayapeleka kwa watu, awe ni kuhani, awe ni mfalme, awe ni wanadamu. Walikuwa wasemaji wa mapenzi ya Mungu kwa wanadamu, wakiyapokea kwa njia ya mafunuo, kwa njia ya maono, kwa njia ya ndoto. Mungu alisema nao na wao wakasema na watu. Utaiona hiyo pia kwenye Hesabu 12 aya 6. Kwepo nabii kati yenu, nitasema naye katika ndoto, katika maono. Kwa hiyo hawa waliitwa wamasihi wa Bwana. Lakini kundi la 3 walikuwa ni makuhani. Sasa uhusiano wao ulikuwaje watu hawa? Nataka nikuonyeshe uhusiano wao ulivyokuwa. Kuna mfalme, kuna kuhani, kuna watu. Upande wa kuhani unaweza kaweka na manabii. Hii ni maana yake nini? Naomba usikize vizuri sasa hapa. Wafalme waliwajibika na makosa ya taifa, responsible for violations of the nation. Yani makosa yote ya kitaifa, aliyewajibika alikuwa ni mfalme, a king. Ndio unaangalia kwa nini unaona kwenye kitabu cha Wafalme, akiinuka mfalme mwovu, unaona wanawajibika taifa zima. Kwa nini? Hii inatokeaje hivi? Kwa sababu alikuwa ndiye anawajibika kusimamia raia wa nchi yake wanaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Moja hilo. La pili, sikiza vizuri sasa hapa. Wakati huo kuhani na nabii ndio waliokuwa wana wajibu ya kumrudisha mfalme kwenye barabara. They were to set a king back to the line. Hawa ni priests and prophets. Sikiza vizuri sasa hapa. Ndio maana unaona wakati watu wameingia kwenye dhambi, unaona kwenye Wafalme ya kwanza sura ya 19, Elia Mtishibi akaenda kwa Ahabu. Sio kwamba Waisraeli wengine walikuwa wana dhambi, but the king was to be warned and rebuked, kwa sababu mfalme ndiye aliyekuwa anawajibika kunyosha raia. Na kwa kuwa ameasi, Mungu alituma manabii, Mungu alituma makuhani. Safari moja ama nyingine ilikuta wanabaki manabii peke yao. Makuhani wanakuwa upande wa kisiasa.
Kwa hiyo wanakuwa ndani ya mwamvuli wa mfalme. Kwa hiyo badala ya kusimamia ukweli na kutenganisha wema na uovu, wakajikuta ili waendelee kufurahisha wafalme, wakashindwa kusimama kwenye ukweli. Katika saa kama ile, manabii walisimama imara na ujumbe dhidi ya mafalme, dhidi ya makuhani. Si kwa sababu yoyote ile, kwa sababu makuhani wao ni kuleta watu kwa Bwana kwa njia ya upatanisho. Nabii yeye ni kueleza wapasayo kufanya, mafunuo ya neno la Bwana. Kwa hiyo unaona kwa nini makuhani na manabii waliwajibika kwa makosa yaliyofanya mfalme. Ndio maana mfalme akianguka, Mungu alitazamia kuhani, alitazamia nabii kuchukua hatua, kuleta mfalme kwenye barabara. Angalia jambo hili ambalo ni la ajabu sana. Kwa nini ilikuwa vile? Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na kwa kuwa mfalme ya kiasi, wa kwanza aliyemwasi ni Mungu. Akimwasi Mungu, anakwenda kutekeleza hata kwa watumishi wake. Ndio maana wakati wa Sauli alitoa agizo wakauawa makuhani 70. Wakati huo anamuwinda kumuua Daudi. Wale ambao wamepewa Urimu na Thumimu, ambayo ilikuwa Mungu anatoa majibu kwa ajili ya taifa, aliwaua kupitia Doeg. Wakafa chini ya mkono wa mfalme. Lakini hata wakati wa wafalme wengine ndani ya Biblia walioua manabii, walioua makuhani. Na kwa sababu makuhani wanasimama pale na wako pale, wakasahau ni kuhani aliyekuwa anaweka mafuta juu ya mfalme. Inaanza ile habari coronation patakatifu katika hema ya kutania, ndipo procession inaenda ikulu ili awe enthroned, aweze kusimikwa kwenye kiti cha enzi. Na kwa sababu hiyo unaweza ukaona ukaribu wa makuhani na wafalme. Kwa hivyo kwa sababu alijua kuna hatari, kuhani wakati mwingine walijaribiwa kuacha uadilifu. Na kwa sababu hiyo wakabaki makuhani ndio waliokuwa mahakimu, majaji. Mtu akiugua ndio walikuwa tabibu anayetamka umetakaswa ama hapana. Kuhani ndiye aliyekuwa anatoa hiki ni hiki, hii maana yake. Kwa hiyo ilikaa kama mahakama, judiciary ikiwa katikati, lakini wakati huo kama hospitali. Juu ya uponyaji ilikuwa ni makuhani. Ndio maana kuhani mmoja alishika yule mfalme Uzia. Mfalme Uzia alipoenda kuteketeza sadaka, kuhani akasema si wajibu wako mfalme. Mfalme akakasirika kabla hajatoa oda kushughulika naye. Utukufu wa Mungu ukashuka na mfalme Uzia akapata ukoma na hakupatikana ikulu mpaka alipokufa. Lakini ni makuhani wachache waliosimama katika wakati wa uovu wa wafalme. Ila wale waliosimama walisimama kwa gharama zao. Manabii ndio usiseme wakati kama ule, kwa sababu walikuwa wanaleta ujumbe ambao haukupokelewa wakati ule, lakini walikuwa na mahusiano hayo. Raia kwa asilimia kubwa walichukua aina ya maisha yaliyokuwa kwa makuhani. Naomba usikilize na kuzungumzia mahusiano. Alivyo kuhani ndivyo alivyokuwa raia. Ina maana hivi, sikiliza, dhambi za kuhani ziliathiri sana raia, kwa sababu kuhani ndiye alikuwa anafundisha kutofautisha vichafu na vizuri. Kwa hiyo maisha mabaya ya kuhani yaliteketeza kama moto katika nyika tabia njema ya taifa ya raia. Na hivyo mfalme alijikuta wakati mwingine mazingira magumu anapoinuka katika matengenezo, na anakuta makuhani maisha yao ni machafu. Ndio unasikia wakina makuhani waliokuepo wakati mfalme waliokuepo pale, wakina kama ile Nyakati ya Pili sura ya 20, wakina Shafati, nenda wakina Hezekia, wakina nani waliowaambia makuhani jitakaseni, rudisheni kuibaki kwenye utaratibu, maana maisha mnayoishi hayafai. Leta Walawi, leta waimbaji, leta hawa, takaseni hekalu la Bwana, hiki na kile. Hao wanatajwa wafalme waaminifu wanaotajwa katika Biblia waliosimama. Kwa hivyo ilikuwaje? Ilikuwa hivi, kuhani yeye na nabii ndio waliokuwa wanawajibika kurudisha mfalme kwenye barabara, lakini raia walikuwa chini ya mtawala mfalme kuhakikisha wanaishi kulingana na barabara ya neno la Bwana. Lakini pia ilileta changamoto wakati makuhani walipoacha Torati. Mpaka leo hii ukitaka raia safi, leta kiongozi safi.
mpaka leo hii. Ukitaka taifa liwe safi, leta mfalme aliye safi. Matengenezo siku zote katika raia yanaletwa na tabia safi ya mfalme. Lakini pia huwezi kumpata mfalme safi mpaka ulete kuhani aliye safi katika zamu yake. Ndiye aliyekuwa anarudisha mfalme kwenye barabara. Ukipata watu wa utume, watu ambao wanaitwa makuhani, wanaosimama kwa neno la Bwana, wasio safi, wafalme watakuwa wachafu na hawatapata maonyo. Ndivyo ilivyo katika maisha ya leo na maisha ya wakati ule. Kwa hiyo mahusiano haya yote, ilipokuwa mtu mmoja akifanya dhambi, penalty yake, the penalty of violation, it was death. Ilikuwa ni kifo. Mtu mmoja, an individual. Na kifo chake ambacho Mungu alikuwa anaeleza, alikuwa anapigwa kwa mawe. Lakini ilipokuwa ni national violations, Mungu alikuwa anadili nayo tofauti. Anaweza akaleta tauni ikakava eneo hilo lote. Anaweza akaleta vita wakawa mikononi na mateka wa taifa jingine. Anaweza akaleta njaa, watu wakaugua kwa sababu ya kukosa chakula. Na wakati wa Isaya, Mika, Yeremia, Isaya amehubiri na ujumbe wake wote umekava maeneo matatu ya wana wa Yuda. Umetolewa kabla ya kwenda utumwani Babeli, akatoa pia unabii wakati wakiwa watumwa, na akatoa tena unabii baada ya kutoka utumwa Babeli. Kitabu cha nabii Isaya. Vivyo hivyo Mika, Yeremia ameisha akishuhudia yakifanyika hayo. Na hivyo kwa wakati huo wote, wakati anaeleza, hii ilikuwa ni moja wapo ya Mungu kushughulika ili awarudishe kwenye agano. Peleka watu utumwani mikononi mwa Wakaldayo. Angalia kitabu cha Wafalme Nyakati ya Pili sura ya 36. Halafu kusoma mstari wa 14 mpaka mstari wa 20, andika tu hapa tutasoma. Inaorodhesha makosa walioyafanya wafalme na watu na wakuu na wao wote. Ndipo Mungu akaita Babeli, ikawachukua utumwani, ikaua vijana wao, watu wakachinjwa, hekalu likabomolewa, kuta Yerusalemu ikaangushwa chini. Kwenye hizo aya utaziona kwa sababu ya dhambi. Na Isaya alishatabiri na bado alimuonya mfalme Hezekia katika ile sura ya 39 ya kitabu cha Isaya. Akazungumza, akamuonya. Bado haikutosha, mwaka uliofuata akamuonya mtoto wake anaitwa Manase. Lakini haikusaidia kitu. Utaona habari za Wafalme ya Pili sura ile ya 20, sura ile ya 21, haikusaidia chochote. Isaya anaonya na mwisho alikuja kuuawa. Na waandishi wa Ibrania wanaeleza Isaya aliuawa kwa kupasuliwa na msumeno kama mti wa mbao, na ndani ya kipindi cha mtawala huyu Manase. Lakini katika swala zima la kuonya, ikagharimu maisha yake. Nini kinachoendelea pale? Anaeleza namna ambavyo taifa hili lilibobea kwenye uovu. Yeremia anatueleza aina kuu mbili ya dhambi ya Yuda, mbili peke yake. Nenda Yeremia sura ya 2 usome ile aya ya 13. Yeremia sura ya 2 aya ya 13 anataja dhambi mbili kuu za Yuda. Kwa nini iende Babeli? Kwa nini Yuda iende Babeli? Hebu sikiliza anasemaje hapa. Anasema, kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi, wamemwacha Mungu niliye chemichemi ya maji ya uzima, ambaye ndiye chemichemi ya maji ya uzima. Na pili, wamejichimbia mabirika, wamejichimbia vyanzo vya maji wao wenyewe, mabirika yanayovuja yasiyoweza kuweka maji. Hizi ndio dhambi kubwa mbili Yeremia anaziweka katika muhtasari. Anasema moja ilikuwa ni maamuzi ya hiari ya kumkataa Bwana. Hizo ni dhambi, wameniacha mimi. Dhambi ya kwanza kubwa ni hiyo, wakamwacha yeye.
Sasa ukienda kwenye vitabu hivyo kwenye Agano la Kale, ndio unaona walimwabudu Baali, waliingia kwenye mambo ya ushirikina, unaona waliingia kwenye mambo ya uasherati, unaona walifanya mambo ya upiga ramli, unaona walitoa mpaka watoto kwenye moto, unaona walifanya hiki na kile bila haya, bila chochote. Na wamefanya hivyo sio kwamba mjui Mungu, wamefanya kwa hiari yao wenyewe. Yani hiyo ni deliberately, kwa maamuzi yao ya hiari. Wamefanya maamuzi kumkataa yeye, rejected, wakamwacha Bwana akawa kama rejected God. Wakafanya maamuzi yao, wamemkataa yeye. La pili, walipomkataa wakafanya wao wenyewe uwezekano wa kuishi bila yeye. Kwa hiyo wakatafuta vyanzo vingine vya maji, wakamwacha yeye, wakaenda kwa vingine. Hizo ni dhambi kubwa mbili, na Yeremia ameelezea, Isaya ameelezea. Wameeleza, utaona ni ibada ya sanamu. Halafu utaona pia dhambi ya pili, social injustice, dhuluma, ukatili, uonevu, wajane, yatima, wasio na nguvu za kiuchumi, si nini. Israeli ama Yuda wakaishi maisha kama ya porini. Aliye na nguvu ndiye alikuwa mbabe ndani ya taifa la Yuda. Na hizi dhambi mbili siku zote zinaangazia aina ya utawala, aina ya usikivu wa wao wanaohusika na nafasi katika kanisa la Bwana na katika taifa lake. Sasa hii ndio kinachotajwa pale, dhambi hizo mbili. Sasa Mungu alifanyaje? Kaleta Wakaldayo. Usisahau Mungu ni mwaminifu, ashikaye agano. Usisahau aliapa kwa baba zao, na kwa sababu ni mwaminifu kwamba mkombozi lazima apitie hapa. Na Biblia inasema ni wapendao na wafanyaje? Wote nao wapenda na wafanyaje? Warudi. Mungu akawarudi. Ila ambao sisi tunasema ilikuwa ni adhabu, kwamba ilikuwa punishment ya Mungu kuwapeleka utumwani, it was not punishment, it was correction. Naomba usikilize vizuri. Nilikuwa nasikiliza hapa Madam Priska anasema wakati mwingine kwa usimamizi wako mruhusu ashike moto ili ajue unawaka. Nilikuwa nasikiliza. Kwa hiyo Mungu akaruhusu hao watu zile dhambi zao ziwake mikononi mwao. Andika ile Yeremia sura ya pili mstari wa 19. Unaona anatumia dhambi zao kuwaka mikononi mwao, kurudisha akili zao. Maana anawapenda na ni mwaminifu kwa agano lake. Sisi huwa tunasoma ile aya ya kitabu cha Warumi 5 aya 20. Inasema dhambi ilipokuwa nyingi sana, dhambi ilipozidi sana, neema ilifanyaje? Unajua watu hawaelewi nini maana yake. Dhambi ilipokuwa nyingi sana katika Yuda, neema ya Mungu ilikuwa nyingi zaidi. Na hiyo ilikuwaje zaidi? Neema yake ilifunuliwa kupitia taifa la Wakaldayo. Na ndio maana hii sisi tunafahamu neema ile inayonipaka mafuta. Lakini Mungu anayo neema inaitwa neema usiokuwa na raha nayo, uncomfortable grace. Neema ambayo unafinywa, unavuja damu, lakini ni neema. Kwa sababu hiyo ndio neema ya kunisaidia, uncomfortable grace. Mwambe ni mwaminifu. Dhambi ilipokuwa nyingi zaidi, neema yake ikawa nyingi. Na ilipokuwa nyingi, peleka watu Ukaldayo. Kwa hiyo ndivyo ilivyotokea. Wakati huu anasema Bwana ametuacha, hukumu zake zimepita. Isaya anamwambia na Mungu, kawaambie hivyo, hawakumbuki. Hawajui mimi ni Mungu niliyeumba miisho ya dunia, sizimii na sichoki. Akaeleza maana waliona kama Mungu ameacha neema. Anasema hapana, akili zangu hazipunguziki. Hiyo ni neema nimeweka pale. Mnakumbuka wakati wa Paulo anaomba Mungu niondolee mwiba. Halafu Mungu anasema neema yangu ya kufanyaje? Ya kutosha. Kuna wakati ambako mwiba unaona ni mwiba, kumbe ndio neema ndio inayokuweka kwenye barabara. Kabla hujafunuliwa nini kinaendelea, usije ukakita kila kitu ni mwiba. When comfortable grace of God is inoperative, wapati Mungu neema yake tusioikubali kiurahisi inapokuwa kazini. Hicho ndio kinaeleza Mungu akaipeleka Babeli, akaipeleka taifa la Yuda Babeli. Kwa nini anapeleka kule? Kumbuka, ninyi ni mashahidi wangu. Ninataka muwe mashahidi. Mashahidi wapi? Wanaojitenga na uovu,
na wanaoshiriki kuwa wema kwa mataifa. Plani ya Mungu, mpango wa Mungu tangu hapo zamani ili wawe wainjilisti, moja ni kutoka dhambini. Kutoka dhambini maana yake ni kutotenda yasiyofaa. Wao watakapoona hautendi hayo, haufanyi hayo, anasema hicho ndicho nilichokuitia. Ishi katikati yao bila kutenda wanayoyatenda. La pili ni hili la pili, wakati ukiwa pale tenda mema kwao. Yaani yako mambo mawili hapa. Moja, jitenge kwa utendaji mbaya wanaotenda. Mbili, tenda mema kwao. Haya ni mambo mawili haya. Ndio maana siku zote utasikia kwenye Biblia inasema yeye ajuaye kutenda mema na ayatende kwake ni dhambi. Ndivyo Yakobo anavyoandika vile. Lakini pia anaeleza ya kwamba dhambi ni uasi wa sheria. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, ni uasi wa sheria, lawlessness. Anaeleza kutotenda sawa sawa na alichosema Bwana ni dhambi. Kwa hiyo kuna kutenda nilichokatazwa ni dhambi, na kuna kutenda nilichopaswa kutenda. Napaswa nitende nini? Wema. Napaswa nisitende nini? Yasiyofaa. Sasa hicho ndicho Mungu aliwaita, ninyi ni mashahidi wangu. Nimewaita mpate kutangaza hayo. Hicho ndicho kilichofanya Israeli ikaenda utumwani, Yuda ikaenda utumwani. Ilienda kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Anashika agano, hawezi kuacha. Kristo lazima atokee kupitia Yuda, na hivyo akawasafisha kupitia neema inayosumbua. Ilikuwa ni neema inayosumbua, na iliyowataka wapige mbio, iliyowataka waende kwa miguu, wasizimie na wasichoke. Hii ndiyo neema ambayo ilikuwa mbele yao kuwapa ushindi. Mwendo wa ushindi. Ni nini maana yake leo? Baada ya kueleza hicho ambacho kinahusiana na neema inayosumbua, nikurudishe kile ambacho Paulo anaandika. Paulo ametumia sana stiari ya vita, na yeye anahitaja vile kwa sababu agano la kale limejengwa zaidi katika stiari ya vita. Biblia inataja kuna vita ya Bwana. Abigaili alimuonya Daudi asilipe kisasi kwa sababu Daudi anavipiga vita ya Bwana. Na ni kwa kauli ya Abigaili Daudi akarudishwa kwenye ufahamu wake kwamba kisasi ni cha Bwana, na Daudi unavipiga vita vya Bwana, na kama unavipiga vita vya Bwana uwezi kufanya hivyo. Daudi akarudisha upanga wake alani. Biblia inataja rekodi ya vita ya Bwana. Lugha hii imetajwa pia sana kwenye Agano Jipya. Yesu alizungumza kwenye Ufunuo 2:10, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya ushindi. Akitaje taji ya uzima. Lile neno taji inaitwa Stephanos. Stephanos taji waliokuwa wanapewa wanaoshinda. Hapewi Stephanos mtu ambaye hajashinda. Kwa hiyo Yesu anaposema ukiwa mwaminifu nami nitakupa taji, maana yake anazungumzia kushinda. Akaja akamwambia Yohana akiwa Patmo kwenye ile Ufunuo 12 na ile aya 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hapa anaeleza ni aina mbili tu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa neno la ushuhuda. Kwa nini damu? Damu usafisha, damu utakasa. Nini maana yake? Sisi na wao walioamini wametakaswa. Nini maana ya kutakaswa? Wametengwa na dhambi. Kwa nini? Katika neno la ushuhuda wanashiriki yeye ni nani. Kwa hiyo wao wana display. Kama ilivyokuwa Waisraeli ya kale, kazi yao ilikuwa ni kuanika, tandaza tabia ya Mungu. Fanya display ya tabia ya Bwana. Ipi? Mungu ni mwema kwa kutenda mema kwao. 2, Mungu ni mtakatifu kwa kutotenda mabaya katikati yao. Na hivyo maisha ya kujitenga na dhambi na maisha ya kutenda mema kwa wanadamu ni kutandaza tabia ya Bwana. Hicho ndicho kilichoitwa Israeli, ndicho tulichoitwa na sisi. Kwa hiyo anasema wakamshinda kwa damu,
wameoshwa kwa damu, wamekuwa watakatifu, wamejitenga na utakatifu. Jambo la pili, wanatenda mema. Na habari njema ni hii, wanashiriki Mungu alivyotenda mema kwao wanapogusa maisha ya watu wengine. Ndio maana kitabu cha Ibrania sura ya 12 na mstari wa 14 unasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Amezungumzia kwanza utakatifu. Tafuteni kwa bidii kuwa utakatifu na kuwa na amani na watu wote, ambao pasipo utakatifu hakuna atakayemuona yeye. Kwa hiyo unaona, tafuta kuwa mtakatifu, halafu kuwa na amani na watu wote. Maana yake ishi kwa kutenda mema kwa watu wote. Hamaanishi watu hawatakutendea mabaya, ila anasema hivi, kwa kuwa wewe uko hai katikati yao, uko pale, utandaze tabia yake. Ipi? Mungu ni mwema kwa watu wote. Hii ndiyo Paulo akaandika katika Warumi 15 na ile aya ya 16, nimeitwa ili nifanyie kazi ya ukuhani injili. Ndio anavyosema. Yaani eti injili inatutaka wote tufanye ukuhani. Kwa nini anataja ukuhani tofauti na kitu kingine? Kwa sababu ukuhani ndiye aliyekuwa anahusika, anasimama katikati ya Mungu na wanadamu. Anafanyaje? Anasimama kwa ajili ya watu ili ahudumu, wapate kibali cha kutengwa na uovu. Kwa hiyo anachosema, injili kazi yake ni kuhakikisha uwepo wetu katikati ya watu wanamcha Mungu. Ndiye lugha ya Yesu, hubiri lake la kwanza juu ya mlima wa baraka. Wakati anahubiri akasema, ninyi ni chumvi ya wapi? Kwenye ile Mathayo 5 mstari wa 13 mpaka mstari wa 16, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Kisha akasema, ninyi ni nuru haiweki chini ya pishi, inawekwa juu ya kiango, ili watu watakapoona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu wa wapi? Huo ndio missionari tulioitiwa. Na hivyo Paulo akaeleza vizuri. Naomba usome sasa hii aya katika Timotheo ya pili sura ile ya 4 na ule sura ya pili. Timotheo ya pili sura ya pili, alafu soma ule mstari wa 4 na mstari wa 5. Tunataka tuangalie kidogo huyo askari anapotajwa hapa. Hebu soma hapo. Mstari wa 4 anasema, hakuna pigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia. Pigaye katika shughuli, anapiga vita alafu anajitia katika shughuli za kidunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Anasema hakuna. 5. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji. Asiposhindana kwa halali. Paulo anawaambia katika lugha ya uelewa wa serikali ya Kirumi na askari wa Kirumi. Anasema hakuna mtu aliyeandikwa kuwa askari halafu anajitia katika mambo ya dunia akidhani anampendeza aliyemsajili kuwa soja. Labda nikuulize kidogo, askari alikuwa nani? Na ninashukuru mpaka hata kwa sasa bado askari hakushiriki kabisa wala hakuhusianisha na mambo yasiyohusika na wito wake wa kiaskari. Hakuhusika. 1. 2. Askari hakushiriki na kujitia katika shughuli za kiraia, soja. Na ili ujue huyu ni nani, mambo matatu hayakuwa ndani ya maisha ya askari wa Kirumi wakati Paulo anaandika habari hizo. La kwanza, hakuhusika na hali ya hewa. Na hili hata leo maaskari katika dunia hii hawajui hali ya hewa. Ikiwa kuna command ya kwenda kufanya kitu fulani, hawajui kuna baridi, hawajui joto ni kali, hawajui kuna upe, hawajui chochote. Ndio maana mojawapo ya mafunzo yao yanawapitisha katika aina yoyote ya hali ya hewa. They become all weather. A soja yeyote yule hashughulikii hali ya hewa inapohitajika kutekeleza agizo la kamanda. La pili, hakuhusika na mambo ya kisiasa, politics. Soja, na unajua watu waliokuwa wanafanya siasa sana taifa lile la Rumi ya kale. Askari hakushiriki kwenye mambo ya kisiasa. Na nashukuru hata taifa letu mpaka leo
mojawapo ya taratibu ni kwamba askari asihusike na siasa. Rumi, askari hakuhusika na mambo ya siasa. Moja, hali ya hewa haiwezi kurudisha nyuma katika kutekeleza mambo aliyoitwa kwayo. Weather conditions, alikuwa juu ya badiliko ya hali ya hewa. La pili, hakuhusika na mambo ya siasa. La tatu, hakuhusika na mambo ya entertainment, hakuhusika na maburudisho yanayoshereheshea mwili wake. A soldier was above entertainment. Na mpaka leo kuna wakati huwa ninaangalia hata maskari wa nchi yetu, huwa nafuatilia mpaka wakati wanapooa na kuolewa. Ninaangalia wanachofanya, ninaona sherehe zao. Kuna shida tu kidogo kwa wale ambao hawajamjua Mungu, lakini ninaona kuna mambo ambayo wakishavaa zile nguo zao, ingawa unaziona kama ni za sherehe ya harusi, lakini nenda uangalie wanachofanya. Nenda uone yale mambo ambayo yanafanya vituko kwa upande wa jamii. Wanapokuwa wanafanya huduma ya mazishi kwa askari wenzao, hawako chini ya shinikizo la mauti katika oda kama askari. A soldier was above entertainment. You can never entertain a soldier. Huwezi ukamrudisha askari wa Kirumi. Na ndivyo unaweza kaangalia hata wakati wa Israeli. Mnafahamu askari hodari aliyekufa bila kujua chanzo chake, lakini alikuwa mwaminifu. Wakati ule Yoabu akikabili majeshi, wakati Daudi akiwa mfalme, kisa cha Betsheba na Daudi, na hapa ni Uria ambaye ni mume wake, alimfanyia entertainment akidhani ataenda nyumbani kwake. A soldier was above entertainment. Leo Paulo anasema hivi, nisikilizeni ninyi watu. Nani akiwa ameandikwa kuwa askari anajiweka juu ya hali ya hewa? Anakuaje? Ikiwa ni mchungaji leo, anabaguaje maeneo ya kwenda? Kwamba hapa ni milimani, hapa ni bondeni, hapa ni jangwani, hapa ni ukame, hapa ni kwenye mejito, hapa ni kijani kibichi, ama ni jua kali, hapa ni mjini, ama hapa ni wapi? A soldier is above the weather. Jambo la pili, a soldier hahusiki na mambo ya politics. Lili politiki. Huwezi ukamwona askari wa Bwana anadili na siasa za dunia hii. Yeye ana agenda moja tu, atangaze wema na fadhili za nani. Ndio maana mambo ya siasa hayapaswi kushika usikivu wa askari wa Yesu. Kwa sababu askari anaacha hao was for civic people, for civilians. Yale ni mambo ya wenyeji wa dunia hii. Yeye ana mambo ya military. He was for military work. Ndio anashughulika nayo. La tatu, hana habari ya entertainment. Nenda kwenye sherehe uone entertainment ya wanaoitwa askari wa Yesu. Nenda kwenye mazishi, nenda kwenye misiba, uangalie uone hivi ni askari ama sio askari. Kwa sababu vifo vipo vinatuliza, lakini watakuwa juu ya maombolezo. Ndio maana Biblia inasema farijianeni kwa neno hayo. Hata wakifiwa hawasahau wao ni askari, wana matumaini ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa sherehe zao za sikukuu zinazohusika maadili mema, hawawezi kusahau. Siku zote wanajua hii ni fursa ya kutangaza fadhili zake. Napokwenda mwisho nisome nukuu hizi mbili. Hapa inasomeka hivi, kama unaweza kuziona hapa, ngoja nisome. Hii ni nukuu inatoka Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 6 na ukurasa wa 49. Ukurasa wa 49 na ile paragrafu ya 4. The best help that ministers can give the members of the churches is not sermonizing but planning work for them. Njia bora, msaada bora ambao wachungaji wanaweza kutoa kwa washiriki wa kanisa sio ubili, lakini ni kupanga kazi kwa ajili yao. Kupanga kazi kwa ajili yao. Give each one something to do for others. Patia kila mmoja jambo la kufanya kwa ajili ya wengine. Help all to see that as receivers of the grace of Jesus Christ, they are under obligation to work for him. Wasaidie waone ya kwamba kama wapokeaji wa neema ya Mungu wako chini ya wajibu wa kufanya kazi kwa ajili yake. And let all be taught how to work. Wafundishwe namna ya kufanya. If set to work, kama wataingia kazini, the despondent, waliokata tamaa, will soon forget their despondency. Atasahau kata tamaa kwao. The weak, wadhaifu, will become strong, watakuwa imara. The ignorant, wajinga, intelligent, wenye akili.
They will find an unfailing helper in him. Watapata msaada usioanguka katika yeye aliyewaita. Anaeleza hivi, kitakacho tufanya sisi tusichoke, tusizimie, anasema waingie kazini. Wakiingia kazini wana faida 3. Kwanza, waliokata tamaa watasahau kata kwa tamaa. La pili, walio dhaifu watapata nguvu. La tatu, ambao alieleza pale, walio wajinga watapata akili. Mara nyingi tunatamani kuombeana. Sio jambo baya, ni jambo zuri. Lakini kama unataka utoe msaada mzuri kwa Mkristo aliyerudi nyuma, Mkristo mwenye manunguniko, Mkristo anayelalamika, kama kweli unao msaada kwake, mpatie wajibu kwa ajili ya Yesu. Huyo mtu atakuwa imara. Huyo mtu atapata akili. Huyo mtu atasahau kukata kwake tamaa. Naomba watu 3 waje hapa. Naomba watu 3 waje hapa. Njoo tu hapa. Simameni tu hapa. Tu 3. Atasimama hapa. Mama hapa na wewe pia hapa. Hii nukuu ndio nakwenda kuelezea jambo hili hapa. N.G. White kwenye Gospel Workers ukurasa wa 294. Anasema, niliona taswira inayowakilisha maksai aliyesimama katikati ya jembe la kulimia la ng'ombe na madhabahu. Ile picha ikiwa na maandishi haya, tayari kwa lolote. Tayari kutoa jasho katika kulima, au tayari kutolewa kafara katika madhabahu. Hii ndio nafasi ya mtoto wa kweli wa Mungu. This is the position of the true child of God. Mjumbe wa Mungu N.G. White aliona huyu atachukua nafasi ya maksai. Hapa ni atachukua nafasi ya madhabahu. Halafu hapa ni lile jembe linalokokotwa. Anachosema ni hivi, aliona maksai amekaa katikati, ng'ombe anayelima yule. Maandiko yameandikwa ready for either. Niko tayari kupelekwa huku, ama niko tayari kupelekwa huku. Nini maana yake? Huyu maksai atatumika. Aliyemwajiri akitaka alime, yuko tayari kuingia shambani. Lakini ikiwa atamtaka atolewe kafara, maksai ameandikwa pia niko tayari. Anasema hiyo ndio nafasi ya mtoto wa kweli wa Mungu. Sikiza ndugu zangu wapendwa, kumtumikia Mungu ni kuwa tayari all weather, kwa kazi, ama akitaka ruhusu uchomwe moto, akitaka uruhusu uwawe. Biblia inaeleza sisi ni watumishi tusio na faida. Yesu alitamka maneno hayo kwenye Luka 19. Akaeleza tukitenda mapenzi ya Bwana ni kwa vile tumetenda mapenzi ya Bwana. Tunamtumikia ili tusipate chochote kwa uzima wa sasa, ila tunayo faida moja kubwa. Naomba usikize vizuri. Faida yako na mimi kama maksai ni hii: kuyafanya mapenzi yako, Bwana wangu, ndiyo furaha yangu. Paulo akaandika vizuri, Mungu tunapotumika kwake anapokea utukufu. Ndio ile wa Korinto ya kwanza 10:31, mrapo ama mnywapo ama mtendapo neno lolote fanyeni kwa utukufu wa nani? Kila unachokifanya ni kwa utukufu wake na sio kitu kingine. Lakini la pili akasema hivi, ingieni katika furaha ya Bwana wangu. Furaha ya watu wa Mungu ni pale Mungu anapowaongoza na kumtumikia yeye, wao wanapata furaha, Mungu anapata utukufu. Katika maisha haya, huu ndio wito. Hii ndio mwendo
Mwendo aliokuwa anatoa Isaya ni mwendo wa kutunza agano. Tumeitwa kuwa mashuhuda, tumtumikie yeye kwa kutotenda uovu, bali tutende mema. Tuishi maisha matakatifu tukitenda mema kwa watu wote. Huu ndio wito. Thawabu ya mwanamke imara ni ushindi. Na Yesu akasema, ukiwa mwaminifu katika hilo, ukashika agano langu kweli kweli, utakuwa tunu, utakuwa zawadi yenye ushindi. Ndio akaeleza, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Iko zawadi, iko thawabu, ikawatakao piga vita iliyo nzuri. Wasizimie na wasichoke. Taji inatungoja. Hakuna atakayepewa taji asiyekuwa ni mshindi. Na kila aliye mshindi alienda mbio, alienda kwa miguu, amejitenga na ulimwengu, lakini pia alishiriki habari njema. Kumbe kushiriki habari njema ndio kutokuchoka. Ndio njia pekee ya kuniondoa kwenye masikitiko na kukata tamaa. Watakuombea mno, lakini habari njema ni hii: kitakacho kufanya usilalamike na kunungunika sio sara zao, ni wewe kufanya kazi ya nani. Hiyo ndio siri ya kuwa imara. You keep working, you keep strong, you retreat back. Ukirudi nyuma unakuwa dhaifu, utalalamika mno, utanungunika mno, utachoka, utazimia. Keep walking, keep running. Run and walk. Unapofanya vile unashangaa watachoka, hawatazimia. Na kila unapokimbia unakimbia dunia yenye dhambi. Wakati huo huo wewe ni manukato, wewe ni nuru, wewe ni chumvi. Hawatachoka, hawatazimia. Je, ni shauku yako mchana wa leo? Simama pale ulipo. Ni shauku yako mchana wa leo? Simama pale ulipo. Huu ndio mwendo wa ushindi. Kuna wito wa aina kuu tatu leo mchana. Wito wa kwanza ni wale ambao kwa dhati kabisa maishani mwao walivyokuwa wanapiga mwendo zamani, watu waliokuwa wanasali nao zamani, watu waliokuwa wanafanya nao huduma zamani, watu waliokuwa wanawajua katika kanisa lile zamani. Unipoangalia leo na sasa hivi, kuna kitu kilitokea, ukaonekana nguvu zako zimeshuka, hauna tena ile ari kama zamani. Leo kuna nafasi hiyo tena. Wamngojeao Bwana watainuka tena, watapiga mbio, wataenda kwa miguu, hawatachoka. Ikiwa upo, tembea tu hapa mbele, kwamba Mungu anarejea tena kwako, nijaze tena nia yako, maana nikichoka maana yake ninalala, ninapoteza. Nirudi kwenye mwendo wa ushindi. Tembea tu hapa, tembea tu uje hapa. Hao watakuja tu, tembeni tu hapa. Lakini wito wa pili, wito wa pili peke yake. Wito wa pili mchana huu leo, wako watu ambao kwa dhati kabisa wamesikia habari hii. Kuna ushindi kwa mwanamke mwenye thawabu. Thawabu ambayo inamhitaji aliye imara ni kwa yule aliyeshinda. Walimshinda kwa damu ya mwana kondoo, walimshinda kwa neno la ushuhuda. Kabla haujashiriki habari njema ya wokovu, lazima kwanza utakaswe kwa damu ya mwana kondoo. Ni hizi sifa mbili pekee. Tunatakaswa na Yesu Kristo. Tunapotakaswa na Yesu Kristo, anakuambia, ananiambia, nenda, nimekuita uwaeleze watu uzuri wake. Tandaza tabia ya Mungu wako, kila alichokutendea. Huenda yuko mtu hapa ambaye kwa dhati kabisa naye anahitaji kutakaswa kwa damu ya mwana kondoo, kwamba kwa kifo cha Yesu, Yesu amemshindia dhambini. Anatamani awe miongoni mwa watakaovikwa taji, kwamba well done, vema mtume mwema mwaminifu, kwa sababu umemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nazungumzia yule ambaye kwa dhati hajaingia katika maji kwa ubatizo wa maji mengi, na uko hapa, nyosha tu mkono na unasema, na mimi natamani Mungu ukanitendee hivyo. Nina wito wa ubatizo mchana huu wa leo ambao unakufanya uoge katika damu ya Yesu Kristo. Kila aaminie na kubatizwa ataokoka. Ikiwa hujapata uzoefu huo, nyosha mkono wako kama upo. Iko sala kwa ajili yako. Kama upo hujapata uzoefu huo wa kupata ubatizo wa maji mengi, kwamba ulirudi nyuma,
ama ndio kwa mara ya kwanza unaenda kuchukua hatua hiyo, nyosha tu mkono wako. Ikiwa uko katikati yetu, nyosha tu mkono. Pate ulipo, popote ulipo, nyosha tu mkono. Atamuita mchungaji tena, ataomba kwa ajili yetu. Mchungaji Fidelis Mngwabi Joseph ataomba kwa ajili yetu. Tembea tu hapa pastor. Nyosha tu mkono ikiwa upo. Huu ni kwa ajili yetu sote katika maisha haya. Iko taji kwa ajili ya washindi. Kule kwenye jukwaa hapa kwa juu, ikiwa yuko namna hiyo kwamba Bwana nisaidie, nami natoa maisha yangu kwa ajili yako kwa njia ya ubatizo, nyosha mkono pale ulipo. Na natoa wito pia kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia vyombo vya habari ambavyo vinarusha matangazo haya. Unaniangalia kupitia kamera, kupitia ile simu ulio nayo, kupitia chombo chochote cha kunasa matangazo haya. Popote ulipo, nyosha tu mkono wako kwamba Yesu nisaidie, nami unitakase kwa damu yako. Na Yesu alisema ukiamini na kubatizwa utaokoka. Nyosha mkono. Halafu wito wa tatu ambao uko mbele yangu na mbele yako, yako maisha ambayo kuna mtu mmoja, namna ulivyoishi na yeye, namna ulivyotenda kwake, alishindwa kuona nuru, alishindwa kuona ladha ya chumvi, lakini bado yuko hai. Unaomba Yesu akupatie uwezo, kwa kuwa bado uko hai na yeye yuko hai. Unataka ukarekebishe hilo na yeye. Yaani kuna kitu fulani maishani ambacho kiliweka giza. Mungu alitazamia nitangaze wema wake, lakini namna nilivyofanya kwake ilileta giza. Na Mungu amekusaidia namna hivi leo. Unahitaji ufanye hivyo ukiwa bado hai na yeye akiwa hai. Kwa kuwa bado hajalala kaburini, unaomba uwezo huo Mungu akujalie. Nyosha mkono kama uko hapa. Asante. Nyosha tu mkono. Pasa Mungu wapi? Karibu sana.